Mara baada ya kutolewa tamko la mkuu wa mkoa wa Tabora juu ya kuzuia mkutano huo, lakini baadaye viongozi ambao wa dini ambao walikuwa wameandaa mkutano huo walikwenda moja kwa moja ofisi ya mkuu wa mkoa kwenda kufanya mazungumzo, na walipofikia sasa, katika mazungumzo yao waliomba msamaha juu ya yale ambayo walikuwa wameyatamka na viashiria vile ambavyo vinavunja maadili vilivyokuwa vikionyeshwa kwenye mabango, lakini pia kwenye mipira ambayo walikuwa wanagawa, lakini pia kwenye sehemu ya vipeperushi ama vijarida ambavyo walikuwa wakigawa, na mazungumzo yao yalikuwa ni kama hivi. Sisi viongozi wa CPCT mkoa wa Tabora tunakubali maelekezo yaliyotolewa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Tabora siku ya tarehe 16 Machi 2026 kuwa yalikuwa sahihi na kwamba makanisa ya Kipentekoste CPCT mkoa wa Tabora yanaridhika na maamuzi ya serikali kuendelea na uchunguzi wa dosari zilizobainika. Kwa hatua ambayo tumefikia, tumeona kwamba tutoe kibali kwa shughuli za uinjilisti zikaendelea kufanyika bila kuathiri makundi mengine na maadili ya taifa letu. Kwa hiyo kibali ambacho kimetolewa cha kufanya mkutano wa Injili kimetolewa kwa masharti na kwa mipaka ya kufanya mkutano wa Injili peke yake. Hatutaruhusu utoaji wa zawadi, hatutaruhusu bahati nasibu ambayo ilikuwa imeelekezwa, hatutaruhusu ugawaji wa vipeperushi. Naam, huyo ni kamanda wa polisi mkoa wa Tabora SSP Richard Yabwao akizungumzia kile ambacho walichofanya makubaliano na viongozi hao wa dini, na hatimaye jioni hii kama tulivyosema awali, mkutano huo umeanza. Watu wamekuja, ingawa si kwa kiwango kile ambacho pengine kwa maandalizi yale ambayo yalikuwa yamefanyika, wamekuja sio wengi kiasi kile. Pengine huenda ikawa inatokana na tamko lile, ama inawezekana hali ya hewa kwa maana ya mvua iliyokuwa ikitishia kunyesha kwenye maeneo yale. Uwezekano labda pengine wa kuonyesha kwamba idadi kubwa ya watu ukiongezeka, pengine tutaanza kuona kesho kutwa na hata siku ya mwisho kwa maana ya tarehe 22.